inabidi ikae kwa muda huo, na mchakato ndani ya siku 3 mpaka 6 ikarudi huku, lakini inatokea yai hili na baada ya kukutana na mbegu za kiume likashindwa kumove kuja huku. Kuna sababu mbalimbali zinazoweza kusababisha yai lisitoke hapa kuja huku. Hiyo inaitwa ectopic pregnancy au mimba iliyotungwa nje ya kizazi. Nitakuja kuelezea kwenye kipindi kijacho inatokea nini, sababu ni zipi zinazosababisha mimba zitungwe nje ya kizazi. Lengo la leo ni kuweza kuonyesha kwamba namna gani mimba inaweza ikatungwa, siku sahihi za mimba kutungwa. Kwa hiyo sasa tumeshajua mwanamke huyu ana mzunguko wa siku 24, yai linatoka kwenye ovari siku ya 14 linakuja hapa kwenye fallopian tubes. Je, ni siku zipi anaweza akashiriki? Tushajua mbegu za mwanaume zikiingia zina uwezo wa kukaa kwenye eneo hili la mji wa kizazi wa mwanamke na kuingia kwenye fallopian tubes, zina uwezo wa kukaa siku 3 mpaka 5 mpaka masaa 72 toka mwanaume amebizi au amemwaga mbegu